mtazamaji na msikilizaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi Oktoba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Papa. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alizaliwa tarehe 18 mwezi Mei mwaka 1920 nchini Polandi. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Karol Joseph Wojtyła. Alikuwa papa wa 264 kuanzia Oktoba 16 mwaka 1978 hadi kifo chake, akidumu katika huduma hiyo kirefu kuliko mapapa wengine isipokuwa Mtume Petro na Papa Pius wa 9. Alimfuata Papa Yohane Paulo wa kwanza, akiwa papa wa kwanza asiye Mwitaliano tangu miaka 455 iliyopita, wakati wa Mholanzi Papa Adrian wa 6 mwaka 1522 mpaka mwaka 1523. Tena papa wa kwanza kutoka Polandi na makabila yoyote ya Waslavi katika historia yote ya kanisa. Wengi wanamheshimu kati ya watu walioathiri zaidi ya karne 20, hasa kwa sababu tangu mwanzo wa upapa wake alipambana na ukomunisti uliotesa nchi yake asili na nyinginezo. Akachangia kwa kiasi kikubwa kikomo chake na kusambaratisha kwa Urusi. Vilevile alilaumu ubepari wa nchi za Magharibi na kudai haki katika jamii zote, akitetea hasa uhai wa binadamu na uhuru wa dini. Yohane Paulo wa Pili alikuwa na kipaji cha kuongea lugha mbalimbali zikiwemo za Kipolandi, Kiitalia, Kifaransa, Kijerumani, Kiingereza, Kihispania, Kireno, Kiukraina, Kirusi, Kikroati, Kiesperanto, Kilatini na Kigiriki cha kale. Upande wa dini aliboresha uhusiano kati ya Kanisa Katoliki na madhehebu mengine ya Ukristo pamoja na dini mbalimbali kuanzia Uyahudi, Ubudha na Uislamu. Ziara zake 104 kati nchi 129 ulimwenguni kote, mbali na 146 nchini Italia na 317 katika parokia za Roma, zilikusanya mara nyingi umati mkubwa hadi zaidi ya milioni 4 huko Manila, Ufilipino, na kumfanya asafiri kuliko jumla ya mapapa wote waliomtangulia, akiwa mmoja kati ya viongozi wa dunia waliosafiri zaidi. Papa Yohane Paulo wa Pili alitangaza wenye heri 1340 na watakatifu 483 ili kuwapa Wakristo wa leo vielelezo mbalimbali kwa maisha yao, ili walenge utakatifu walioitiwa na Mungu. Idadi hiyo ni kubwa kuliko ile ya waliotangazwa na jumla ya mapapa wote waliomtangulia walao katika karne 5 za mwisho. Yohane Paulo wa Pili alizaliwa Wadowice nchini Polandi, akiwa mtoto wa 3 na wa mwisho wa Joseph Wojtyła na Emilia Kaczorowska, ambaye alikuwa na asili ya Kilithuania. Akafariki tarehe 13 Aprili mwaka 1929. Dada yake Olga alikufa kabla Karoli hajazaliwa, hivyo alihusiana sana na kaka yake Edmundi mpaka huyo alipokufa kwa tetekuwanga kutokana na kazi yake ya udaktari.
Akiwa kijana, Karoli alipenda sana michezo, akicheza mara nyingi mpira wa miguu kama kipa. Miaka ya malezi yake iliathiriwa na uhusiano mkubwa na Wayahudi wengi wa Wadowaisi. Mara nyingi kulikuwa na mechi kati ya Wakatoliki na Wayahudi, naye alijitolea kuwa kipa wa Wayahudi timu yao ilipopungukiwa wachezaji. Katikati ya mwaka 1938, Karoli na baba yake walihamia Krakow alipojiunga na chuo kikuu maarufu cha Jagiellonian University. Huko alisoma kifololojia na lugha 12 tofauti. Alijitolea kusaidia kama mkutubi. Alilazimishwa kujiunga na jeshi. Alikataa kufyatua risasi. Pia aliigiza na kutunga tamthilia. Tarehe 6 Agosti mwaka 1944, askari wa Gestapo walijaribu kukamata wavulana wote wa Krakow wasije wakaanza mapambano dhidi yao kama ilivyotokea Warsaw. Karoli alifaulu kufichama katika handaki la nyumba iliyokaguliwa na askari, wakati vijana zaidi ya 8,000 walikamatwa siku hiyo. Halafu akajificha nyumbani kwa askofu mkuu hadi Wajerumani walipofukuzwa tarehe 17 Januari mwaka 1945. Baada ya kumaliza masomo yake seminarini, tarehe 1 Novemba mwaka 1946, Karoli alipewa upadrisho na Kardinali Adam Stefano Sapieha. Baada ya hapo, alitumwa Roma akasome teolojia kwenye chuo kikuu cha kipapa Angelicum, alipojipatia degree ya 2 na ya 3 katika teolojia. Mwaka 1954 alipata udaktari wa 2 katika falsafa kwa kutathmini uwezekano wa kufundisha maadili ya Kikatoliki kwa kutumia fenomenolojia ya Max Scheler. Wakati wa upapa wake, Yohane Paulo wa pili alisafiri zaidi ya kilomita milioni 1.1 akiwavutia umati mkubwa sana. Safari zake nchini Polandi ziliwatia moyo wananchi kuungana dhidi ya dhuluma za ukomunisti. Pia alitembelea nchi nyingi ambazo zilikuwa hazijawahi kufikiwa na papa yeyote, kama vile Tanzania mwaka 1990. Tarehe 13 Aprili mwaka 1986 alikuwa papa wa kwanza kutembelea sinagogi mjini Roma. Mnamo Machi 2000 alipotembelea Yerusalemu, akawa papa wa kwanza kuhiji kwenye ukuta wa maombolezo alipoingiza ujumbe wake ndani ya ufa na kuomba msamaha kwa makosa dhidi ya Wayahudi. Alikuwa pia papa wa kwanza kuingia msikitini Damasco, Syria mwaka 2001. World Young Day ni azimisho la kimataifa kwa ajili ya vijana lililoanzishwa na Yohane Paulo wa pili. Tangu alipokuwa padre, Yohane Paulo wa pili alikuwa na kipaji cha pekee cha kuvuta vijana. Kwa ajili yao, mwaka 1984 alianzisha World Young Day ili kuwakusanya kwa wiki moja kutoka duniani kote katika kuadhimisha imani kwa furaha. Wakati wa upapa wake, aliadhimisha mara 19 siku kama hizo, mara jimboni Roma, mara kwingine kimataifa, akikusanya hata vijana milioni kadhaa.
Baadaye alianzisha pia mkutano wa kimataifa wa familia mwaka 1994. Katika safari zake, Yohane Paulo wa Pili alikutana kwa makusudi mazima na viongozi wa dini na madhehebu mbalimbali ili kujenga ushirikiano. Tarehe 27 Oktoba mwaka 1986 alikusanya asisi zaidi ya wawakilishi 120 wa dini na madhehebu kutoka dunia nzima kwa siku moja ya kufunga chakula na kusali kwa ajili ya amani. Dalai Lama wa dini ya Buddha alikutana mara 8 na Papa Yohane Paulo wa Pili. Tarehe 13 Mei mwaka 1981, Mehmet Ali alimfyatulia risasi. Ingawa alilenga vizuri na kumsababisha Papa apotewe na robo 3 za damu yake, baada ya saa 5 za operation, Yohane Paulo wa Pili alinusurika. Baadaye Papa alisema aliokolewa na Bikira Maria wa Fatima. Mwaka 1983 alimtembelea Mehmet Ali gerezani na kumsamehe. Nyuma yake dalili mbalimbali zilionyesha uwepo wa Urusi uliochukia siasa yake nchini Polandi dhidi ya ukomunisti. Mwaka 2000 akiadhimisha jubilei kuu, alipigania msamaha wa madeni ya nchi maskini. Mwaka 2003 akawa pia mmojawapo kati ya watu waliopinga zaidi vita dhidi ya Iraki. Papa akiwa mgonjwa sana, aliendelea na utume wake. Baada ya kuugua muda mrefu ugonjwa wa Parkinson bila ya kuacha utume wake, mwaka 2005 alilazwa mara kadhaa katika Agostino Gemelli University Polyclinic, ambapo hatimaye alifariki tarehe 2 Aprili. Maneno yake ya mwisho yalikuwa, acheni nirudi nyumbani mwa Baba. Misa ya mazishi yake tarehe 8 Aprili ilivunja rekodi ya washiriki na ya viongozi wa nchi waliohudhuria. Kutokana na shangilio la Santo Subito, maana yake mtakatifu mara moja, lilitolewa na umati wakati wa mazishi. Papa Benedikto wa 16 aliruhusu mchakato wa kumtangaza mtakatifu uwahi kuanza. Baada ya utafiti juu ya ushujaa wa maadili yake, juu ya maandishi yake na juu ya muujiza wa uponyaji uliomtokea Sister Maria Simone Pierre wa Ufaransa, kwa maombezi yake alitangazwa mwenye heri na mwandamizi wake Papa Benedikto wa 16 tarehe 1 Mei mwaka 2011. Halafu Papa Francisco akamtangaza mtakatifu tarehe 27 Aprili mwaka 2014. Sikukuu yake huadhimishwa kila mwaka tarehe 22 Oktoba, siku ambayo ilianza rasmi huduma yake ya kipapa. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa. Karibu tushiriki kwa pamoja tafakari inayosema, usiogope, usiridhike na hali yako ya kuwa vuguvugu. Tweka hadi kilindini, shusha nyavu zako, vua samaki. Maneno kutoka kwa Yohane Paulo wa Pili. Kumbuka, aliyenacho ataongezewa, asiyenacho hata kile kidogo alichonacho atanyang'anywa.
Maneno kutoka katika kitabu cha Marko 4 mstari wa 25. Ndugu zangu, tuungane pia na watakatifu wengine wa siku ambao ni watakatifu Daria, Kristanto, Moze Mwethiopia, mwenye heri Yosefina Lelu, watakatifu Julius Mfiadini, Adibas na Poloniusi, watawa wa Misri. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Nitakutukuza kwa maana wewe umeniinua.